ukanda wa SADC. Lakini pili, anatakiwa acheze counter attack to press, maana yake aingie kuzuia goli, at the same time atafute goli la ushindi ili aweze kupata ushindi kwenye ardhi ya nyumbani, kwa sababu kwenye operation ya group stage lazima upate operation ya alama 9, maana yake mechi 3 za nyumbani uweze kuzishinda, ndipo ambapo unaweza kuwa na nafasi kubwa ya kuweza kupiga hatua ya kufuzu kwenye hatua inayofuata. Maana yake Petro ukiwapa nafasi hawakukosi, maana yake ni kupunguza makosa kwenye eneo la defense dhidi ya Petro ya Atletico ya Angola ambao ni wazuri kwenye kushambulia. Pili, kutafuta nafasi nyingi, kutengeneza nafasi nyingi kwenye eneo la ushambuliaji, na nafasi hizo tuzitumie, sio timu ambazo tunaweza nafasi nyingi ambazo tunashindwa kutumia kuwa magoli. Mchezo wa kwanza tunakwenda kuanza dhidi ya Petro Atletico, lakini pigo ni kubwa kwa mashabiki wa Simba. Wameingiwa na hofu mara baada ya kuona performance ya goalkeeper wenu ambao waliokuwa kwa maana goalkeeper namba 2 Yakub Suleiman, mara baada ya mistake ambayo ilifanyika katika mchezo wa national team ile mchezo na Eswatini. Sasa nadhani kwamba Yakub Suleiman kuelekea kwenye mchezo huu mashaka yatakuwepo kama ambavyo ilikuwa ikielezwa juu ya performance ambayo inaonekana inakwenda kwenye mchezo huu. Watu hawajui Yakub Suleiman ni one of the best goalkeeper we have in this country, unaelewa, na ndio bana ni Tanzania wani kwa sasa. National team dependent goalkeeper ni Yakub Suleiman, unanielewa vizuri. Kwa hiyo Yakub Suleiman hajaitwa national team kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya ubora alionao. Ndio maana Tanzania tuna goalkeeper wengi sana bora, lakini Yakub Suleiman he is the first, unanielewa, kwenye first 11. Swala la makosa aliyopoa juzi amesababisha goli moja tu ambao alipiga mpira vibaya. Wakati mwingine hata kama golikipa wakubwa duniani huwa inatokea. Golikipa Yakub Suleiman ndio golikipa pekee ameandika rekodi ya kuipeleka national team ya Tanzania kwenye hatua ya robo finali ya CHAN tangu kuanzishwa kwa Taifa Stars. Tuna imani naye kubwa sana, licha ya kukosekana kwa Musa Pimpini Kamara ambaye kesho anafanyia operation pale, upasuaji wa goti pale nchini Morocco. Kwa hiyo Yakub Suleiman goalkeeping area ya klabu ya Simba iko salama chini ya Yakub Suleiman. Kikubwa na Simba tumuunge mkono, tumwamini, tumuombee dua ili atimize majukumu yake ndani ya uwanja siku ya 23. Dr. Mo, na ujio wa Mohamed Bajabili mara baada ya kutoka katika majeraha katika miezi miwili na kurudi katika kikosi cha Simba na kuanza mazoezi juzi dhidi ya JKT na Simba wakaibuka kwa ushindi wa mabao 6-0 nayo yakiwemo mule ndani akicheza. Je, unaona anakuja kuongeza kitu katika kikosi cha Simba Sport? Wow, Mohamed Bajabili ni entertainer. Yani he was born to entertain people. Wenye wa Kenya wanamuita star boy. Yes, yani whenever we talk about Mohamed Bajabili, he is entertainer. Yani he was born to entertain fans. Ni mchezaji ambaye amezaliwa kuburudisha mashabiki.